ndio corona ke Mheshimiwa Dr. Fred Matiang'i, habari ya asubuhi. Salama sana. Asante sana. Karibu kwa hiki kipindi chetu maalum, na kwanza kabisa nikupatie pongezi, hongera kwa kuchaguliwa kwenye kamati kuu ya muungano wa Azimio. Hiyo ni mambo ilifanyika wiki jana. Unaupokeaje huu uteuzi? Kwanza sijafahamishwa actually yale tunaenda kuzungumza katika kamati hiyo kuu. Sijaona hata barua na sijafahamishwa na hatujakuwa briefed. Niliona tu matangazo. Mimi hata sikuhudhuria huu mkutano. Chama chetu kiliwakilishwa katika huu mkutano na katibu wetu mkuu Mheshimiwa Moitaleli Olekenta. So nitakuwa na nafasi mwafaka ya kuzungumzia hayo maneno wakati tumepata taarifa kamili kuhusu mpango wa yale ambayo yatakufanyika na Azimio na kazi yangu itakuwa ama wajibu wangu utakuwa ni upi katika hiyo kamati kuu. Lakini kwa sasa siwezi kuzungumzia sana kwa sababu hata sijafahamishwa kirasmi kuelewa. Lakini kwa maoni yako Mheshimiwa, kuna haja gani ya kufufua Azimio? Sijui kwa maoni yako kunayo haja ya kufufua Azimio? Unajua Gatonye, kwanza nakushukuru kwa nafasi ya kipekee na kama MFM na nyinyi wote kwa kutoa nafasi ya mazungumzo. Unajua wakati huu nchi ikijiandaa kwa uchaguzi, sasa wanasiasa na viongozi wote wako katika heka ya kutafuta mbinu ya kuunga kikundi ama vikundi ama kujumulisha au kujumuisha viongozi wa kisiasa namna ambavyo tunaweza kuunda serikali. Kwa hivyo kufufua Azimio ni mojawapo ya njia ya kutafuta kuleta uwiano ama uelewano katika viongozi vya vyama mbalimbali katika upinzani na wale ambao wako kwa nje ya serikali. Kwa hivyo labda huenda ikawa mwezi ujao kutakuwa na kikundi kingine na mambo kama haya. Kwa hivyo sio ni kama ni jambo tunahitaji kushughulikia sana kwa sababu tuko bado katika hiyo heka ya kujipanga ama kupanga vile tutaenda kwa uchaguzi. Kwa hivyo mimi kwa maoni yangu nafikiria ni jambo ambalo tunaweza kulizungumzia kufikia labda mwezi wa Januari, tukiwa kama miezi 7. Kama uchaguzi utakuwa tarehe 20 na tarehe 10 mwezi wa Agosti, sababu nimeona uamuzi wa mahakama hivi majuzi. So kwa hivyo hiyo bado ni kati ya hizo heka kuzungumza. Mimi ninajua kuna mazungumzo mengi yanayoendelea katika upande wa upinzani ya namna moja ama nyingine ya kutafuta namna ya kujiunga na kujipanga kwenda kwa uchaguzi. Niulize Mheshimiwa Matiang'i, are you involved? Sijui kama umejumuishwa kwenye haya mazungumzo ya kufufua Azimio ama wewe umepata tu kusikia kwa sababu unajua chama chetu cha Jubilee ni mojawapo ya vyama ambavyo bado viko katika muungano wa Azimio. Na chama chetu kinawakilishwa pale na katibu mkuu wa chama chetu Mheshimiwa Moitaleli Olekenta na pia kiongozi wa chama chetu our party leader bado ndio mwenyekiti wa kamati kuu ya chama ya muungano wa Azimio. Kwa hivyo kwa sababu chama chetu kinahusika, sio lazima eti mimi mwenyewe nihusike katika hayo maneno. Unajua chama ni institution and an institution works through various officials. Nao ikifika maneno ya chama, hata mimi mwenyewe I am bound to work with an institution. Na nafikiria sasa hata katibu wetu mkuu atatoa report rasmi kwa National Executive Committee. Alafu tusikie vile hayo mambo na itajadiliwa, alafu uamuzi utatolewa na chama vile ambavyo tutaenda mbele. Kwa hivyo sio eti ni maoni yangu mimi binafsi, mimi mwenyewe kama Fred Matiang'i. Itakuwa maoni yetu kama chama. Tukikaa pale kwa NEC ama kwa governing council ya chama. Lakini sijui kama umesikia, lakini fununu zinasema wanachama wengine wa chama cha Jubilee ni kama wanapinga hili, hawataki kabisa kuingia kwenye Azimio. In fact wanasema Jubilee jitoe, ni kama Azimio ni mtego kwa sababu party leader wa Azimio ndiye automatically anakuwa
mgombea wa urais. Sijui kama umepata huo upinzani. Unajua chama na nafikiri nitakuwa na nafasi tukiendelea na mazungumzo haya kueleza haya zaidi. Unajua chama kama Jubilee ama vyama vingine vyovyote vya siasa ni muungano wa viongozi na wanachama ambao wanajiamulia masuala yao ya siasa vile wao wenyewe wanafikiria. Jubilee is not a seminary, where only one person says things and says tunaenda mbele namna hii. Jubilee is a party, is a political party. Kila wakati tunajadiliana maneno, tunakuwa na mjadala. Wakati mwingine wanachama wa chama cha Jubilee na hata viongozi wanaweza kuwa na mawazo tofauti kutoka hata yangu mimi mwenyewe kama mgombeaji wa uchaguzi wa urais katika tikiti hiyo. Hivyo ndivyo nasema kwamba tutakaa kwa National Executive Committee. Secretary General akitoa ripoti hayo maneno tutayajadilia kabisa. Alafu uamuzi utatolewa na chama. Kwa sababu huenda ikawa ni kweli kuna wanachama ambao hawataki, na nimesikia kuna wanachama wengine ambao hawataki kujiunga na muungano wa Azimio. Basi jambo litazungumziwa katika National Executive Committee na uamuzi utatolewa. Utafanya uamuzi na wanachama. Mheshimiwa Matiang'i, wiki iliyopita tumeona viongozi wa United Alternative Government ni kama mmelimana sana. Nimeona kuna marubano pale. Sijui ni kwa nini. Wengine wanasema wanahisi kutoheshimiwa. Ni nini kinaendelea kwenye United Alternative Government? Na swali hata mko pamoja kwa hakika? Unajua ndugu yangu Atonya, kuunda muungano wa siasa na muungano wa vyama au coalition government bahali popote dunia hii ni shida, ni safari ndefu na ngumu. Ukipata nafasi uliseni wa Yahudi na Waisraeli, wao ndio wamekuwa na coalition government, shida. Uliseni wa Jerumani, kuna serikali zingine huko Ulaya zimeundwa na muungano wa vyama. Sio kazi rahisi. Ni kazi ngumu kuwaleta watu pamoja, kuwapatanisha mpaka basi mwishowe waafikiane na waunde uhusiano wa muhimu na wa kipekee kuunda serikali. Sio kitu rahisi. Na mimi ni mojawapo ya viongozi ambao wamesema huku mbeleni kwamba wananchi, viongozi na hasa vyombo vya habari tunahitaji kuchangia uwiano kati ya viongozi wa upinzani kuliko msukumo zaidi ambao unaangazia sana yule ambaye atabeberusha bendera. Sababu tukifika hapo tunakosa nafasi ya kuangalia hili jambo la muungano wa upinzani kwa ubana na kwa undani zaidi. Kwa hivyo siwezi kusema eti kuna mvutano ama kuna what is there, ni tofauti za mawazo na za kisiasa, which is okay. Mimi in a democracy, what is democracy anyway? Si tunahitaji kudebate, kukubaliana. Haiwezi kuwa eti muungano wa upinzani ni kama seminary. There is mother superior. The United Alternative Government doesn't have a coach, a supervisor, a high priest, or somebody who speaks on behalf of everybody. Hawa ni viongozi tumekuja pamoja. Tuko katika harakati za sasa kubadilisha hii group iwe timu. Na timu ikiundwa tuchague captain. Hivyo ndivyo mambo inaendelea. Unajua tumemaliza World Cup hivi karibuni. Yes, unaweza kusema huyu ndio captain wetu alafu uende kuunda timu. Si unaanza kuunda timu then uunde captain. Na katika hiyo safari huko watu wanakuwa na hisia tofauti, maoni tofauti. Wakati mwingine inakuwa choto, watu wanabadilishana mawazo. Sasa hiyo safari hakuna vile unaanza kuenda kwa hiyo safari. Lakini mheshimiwa, hapa hata sio atuoni tofauti za kimawazo. Hapa kile tunaona ni marubano ama ni vita. Kitambo ilikuwa fiche, lakini sasa hii ni kama imetokea hadharani, kwa sababu Muturi wakiwa na Munya wanakuja wanasema kuna watu wengine hapo, na wakamwelekeza kidole cha lawama Rigathi Gachagua
akasema hana heshima na viongozi wengine katika muungano. Hili si jambo la tofauti ya kimawazo, mheshimiwa. Unajua ni maoni. Kusema tu kweli ni maoni wametoa. Unajua tukiwa viongozi tuwe timu moja, tuwe watu watano, ni kweli nikuulize tu. View, mheshimiwa, hiyo maoni yao iko na validity? No, I mean it's not my province to assess or talk about the valid or the lack thereof of those views that are being expressed. What I know is I respect everybody's views. Mimi naheshimu mawazo ya kila mtu. Because you see that we are not going to build democracy when we don't respect each other's views. Okay. So, including those ones who don't agree with us, or including those who have different views. Gatonye, hawa wote tumeketi hapo kwa hiyo baraza, tunataka kuwa rais wa Kenya. Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces. Hiyo sio kazi rahisi. Inahitaji uvumilivu. It requires a lot of patience, tolerance, and most importantly, maturity as we go forward. There will be views expressed this way, that way, and so on. Mtu anaweza kufikiria mahali aseme hata wewe unajelewanga mikutano, for example. We respond to it as we go. We deal with each other as we go. Kama if these members are saying they feel that they are not respected, or they feel that they are not being treated well, and so on, the only way to deal with the matter is to discuss it internally hapo, to, you know, huyu amesema hivi, tunaenda mbele namna gani, because there is no way we are going to go forward without addressing those things with each other. So swali kuu, mko pamoja kwa sasa ama ni watu wenye wanakutana mara kwa mara lakini agenda ni tofauti? In the true sense ya kuwa pamoja, mko pamoja? Unajua Gatonye, in the true sense of this matter, as I've said, tuko katika safari ya kuunda coalition. It takes a long time, you know, to build a relationship. Unajua, if you follow, ukifuatilia vile in coalitions nyingi zimeundwa, watu wanaanzia mbali. They even start with bonding, they meet, they know each other, they develop a relationship. Kwa sababu, I want to be honest with you, nikwambie tu kweli. Okay. Angalia sisi wote katika hiyo group ya upinzani. Na mimi mwenyewe kila wakati mara kwa mara najiuliza, because you see, when you sit down ukikaa na mtu kama Martha Karua ambaye ninamheshimu sana, I mean, I really like her with her experience and where she has come from the days of President Mwai Kibaki, from DP and so on and so forth. Akikueleza vile mambo yanaendelea. Yes. Umsikize Eugene Wamalwa ama Justin Muturi was been speaker and so on. Everybody brings various experiences ukiendelea mbele. So you see that tapestry of, you know, experience and backgrounds and so on. We are not the same people. It takes time to build a relationship, to gel, tukubaliane, tuelewane. Okay. Itachukua muda. So mimi sioni kwamba hili ni jambo ambalo tunahitaji kusumbuka. Bora tu tukae kwa hiyo safari na tuvumilie, kwa sababu itahitaji kuvumilia. There is no way. It's work in progress. It's work in progress. Sasa hamjafikia hapo. For sure masikizano hakuna kwa sasa. For sure we haven't gotten there. We are on the way there. Okay. And on that way there, we will face challenges such as we face now, when we have differences of opinion, when we have different perspectives. What we must do all the time, as I was saying on Saturday when I was in a function in Kajiado, is that we must be very careful so that we don't fall into the temptation of translating our differences of opinion to become the basis for enmity, bad manners, and dividing our people, you know. Because that is real. Many people don't know how to do a difference between this is a difference of opinion, huyu ni maoni tofauti, na sasa wengine wanaanza vile nimeona matusi tu, you know, and so on. And I was telling people, we were here in 2022. Yes. Sasa ni kana kwamba wengine wanataka kuanza mzunguko ule wa 2022, and that is exactly how we are here today. As a country, tulifanya namna hii, ona vile mahali tulijileta. Sure. Hao ni Munya, Muturi wenye walisema wanahisi kutoheshimiwa. Sijui kama wewe kuna such a feeling, kuna wakati umefikia unahisi kutoheshimiwa pia?
Unajua, no, I don't want to personalize the issue, because you see, when I say I feel treated this way or I feel treated that way, Yes. I am personalizing the matter. Okay. And I'm sorry, I don't put my heart and my emotions in national matters like this. Eti nianze kufikiria, you know, how I am being treated and how someone has treated me and so on and so forth. Okay. There's a lot of work that we need to do in this Are country. you happy within the United Alternative? I mean, I'm not in the United Alternative Government to look for love. I'm not there to look for love to be loved. I am there to make my contribution. Okay. Maybe love I'll get elsewhere with my wife and other people. I don't leave home to come and it's not a romantic affair. Ni kazi tunataka kufanyia Kenya, na tukifika hapo tunazungumza maneno ya kazi. And you know, sometimes like in any environment where you work and so on, there would be issues. Okay. So it's a question of the decision you make, which way do you want to go, and so on and so forth. So I don't want to personalize issues. Personally, I have said this before, and I have demonstrated from my public practice that I pay attention more to the challenges that we face as a country and how we can solve the challenges. Nauliza hivyo mheshimiwa, kwa sababu mwandani wako wa kisiasa Anthony Kibagendi wiki iliyopita alizungumza akasema tunataka heshima. Wengine wanajifanya ni kama ndio wakubwa, ndio wakuu zaidi ya wengine katika muungano. Akizungumza pia wewe ulikuwa pale. So watu wengi wanasema maongezo yake ama usemi wake pia ni usemi wako. Unajua yale maneno mheshimiwa Kibagendi alizungumza ama mheshimiwa Onyonga hayapo tofauti na yale maneno mheshimiwa Munya alizungumza, mheshimiwa Muturi na mheshimiwa Kivuti. They are all expressing an opinion. Sioni kama hili ni jambo gumu sana kwa watu wengine kufikiria, lakini unajua attitude ya watu nao ni tofauti. The attitude you have towards your situation is different. I will defend at all times the right of everyone to express themselves, especially when people are expressing an opinion. And those two are elected leaders, some of our young, smart people who are making a big contribution to the debate on the future of this country. If I was aggrieved by what they said and so on, I would call them and have a chat with them. And in fact, hata kwa huu mkutano wakati mimi nilisimama kuongea, niliwaambia asanteni sana kwa maoni yenu. Sisi tutayazungumzia tukitoka hapa, na mimi kama kuna shida na wale tuko nao katika upinzani, mtanipea nafasi niongee na wale wazee wengine na mama, alafu tuone vile tunaweza kwenda mbele kama kuna shida. This is not the first time in private when we have our own meetings and I don't have their permission to reveal here. Nimechukua maoni mengi from our young leaders, those who are even young leaders in Jubilee and the others, about what they feel, their worldview, their commentary on some things. It is true, kudanganya hapa. Some of them actually have very strong feelings. They feel disrespected, they feel, rudely handled and so on. But I always respond to this the same way I'm responding to you. Hii maneno, hii ni safari ndefu. Mwishowe, lazima we demonstrate a very high level of maturity and commitment to be able to get to where we are going. Lakini tukifika shida tuanze sasa kila mtu aanze kutupiana maneno, hatutafika. So kauli yake ni yake binafsi, tuseme hivyo. Those are popular, those are very popular views held by a lot of people. I honestly don't think that you see, the funny thing about politics is that most times people are just generally very dishonest. I don't even understand why we are debating these matters. By the time Honorable Kibagendi and Honorable Onyonka were saying those things, they had already been said by party leaders. And instead of pretending about these are views that are very widely held. Even I have heard them several times before, even before Muturi, Len Kivuti and Munya went to the press conference. Do you hold such views yourself? I have heard them from a number of people. And in some cases, actually, I have been convinced when people argue that they have a point. I meet people all the time. These are views that are held very widely by a lot of people. I don't even understand why we are discussing them now as though they are unique. These things have been discussed several times before. They are held by so many people. And Justin Muturi going to a press conference, or Lenny or Munya to talk about them,
It's just because they verbalize them. They're held by a lot of people, even within the united opposition. If people had to be very honest, if people had to be absolutely honest, it's just that, you see, we also respect institutions. But so I can't say everything. Even when we've had meetings, some meetings within the united opposition, these things have been expressed before. So I don't see anything new about this. It have been expressed several times before. And you will discover actually that beyond those three party leaders who spoke at the press conference, these are views held by so many other party leaders within the framework of the united opposition. Now, I don't want us to dwell on them in that kind of manner. Actually, I just want us to focus on how do we move forward. How do we move forward? Lakini kabla tutoke hapo mheshimiwa, hiyo wiki pia wakati wa hizi majibizano tumesikia wengine wakibadikwa majina wakaitwa moles. In fact, they went some rumors zilikuwa zinasema ni kama wewe pia unafanya kazi na Rais William Ruto, ni kama mnaongea usiku. Unajua Gatonya, unajua hii jinsi nyingine inashangaza. You know that petty and cheap way of dealing with the situation is partly the reason why we are here today as a country. Mimi ningependa kujieleza na kuelezea wa Kenya. Tumekuwa hapa, mimi nilikuwa serikalini mwaka wa 2022 na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Hawa ambao wananiita molo, mimi sikupigia Rais Ruto kura. Na sijashirikiana na UDA. Wakati Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mimi na wale wengine tulikuwa tunaeleza mwaka wa 2022 kwamba hawa viongozi wa Kenya kwanza na hawa wengine hatuna shida nao, kwa sababu they are our fellow citizens. I have no personal problem with President William Ruto. Na wakati watu walikuwa wananiuliza, nawaambia unajua hawa ni ndugu zetu, tumekuwa nao kwa serikali, lakini kwa maoni yetu sasa nchi ikiwa mahali ilivyo sasa, we need a uniter, we need to build a better framework of coming together so that we can move our country to the next level. And we feel therefore that Raila Odinga presents that opportunity. Hawa ambao wanatuita molo ndio walikuwa wanatutusi siku hiyo, matusi chungu nzima usiku na mchana kila mahali. Vile wanafanya sahi, wameanza hiyo story ya molo. Shamba ya Mheshimiwa Uhuru ikivunjwa na kondoo zikiibiwa, hawa walikuwa na Ruto na nyumba yangu ikivunjwa. Sasa ile mzunguko ya kwanza ya Hasla na Dynasty tulikuwa tunatusiwa na hawa saa hiyo. Sasa wameanza mzunguko ya pili ya kututuzi. Safari sasa wanatutuzi. Unajua wewe unaona hiyo, you can see that kind of irony and so on. And that's why I keep saying to talk hapo, to, you know, let's not focus on those kinds of cheap petty things of lying, you know, to people and branding people, calling people names. Now unajua, I have experienced this because I've been in public life. When people can't argue on anything, they resort to name calling. When people cannot present themselves on it, they resort to name calling. And instead of, we have challenges in the country. We have come together as a united opposition. We are not going to give each other wedding rings tomorrow and sing love songs and form a government. It's a lot of work to be done. We need to be together. We need to be restrained in the things we say. We need to be controlled. We need to be very careful about the language we use so that we can carry the country to the next level. Tukienda na matusi namna hii, I kept saying, hakuna nchi, mimi sijui nchi dunia hii imejengwa na matusi. Haya matusi haya mimi nimeyapitia haya 2022. Sasa yule ambaye sisi wale tulikuwa tunatusiwa 2022, mimi na Uhuru wakati huo, sasa mzunguko wa pili umeanza wa matusi, nao matusi aina mpya ya kutuita eti sisi ni moles tunafanya kazi na yule ambaye walikuwa na yeye. Wengine hata sign members wa UDA wanalipa pesa kutukia parliament kwenda kwa hiyo chama. Sasa wao ndio wanatuza sisi ni moles. Siku ile walikuwa wanatutusi kwa mambo mengine. Unajua, this is how this country is not going to be helped. Tukienda namna hiyo hatuwezi kusaidia nchi yetu. Kwa sababu we have an issue. You know, as a leader, if people raise an opinion, like those three party leaders raised an opinion, and the two members of parliament,
if I were the one they was talking about, I would actually have a closed door meeting and ask them respectively, my brothers, where are we parted company? Tukunywe chai hapo tuongee. Okay. Ama tuite mzee mwingine yule ambaye anaweza kutukutanisha. Tumalize hiyo maneno tuende mbele. Okay. Kwa sababu you see, kwanza kujichukulia kwamba wale viongozi wakiongea wametumwa, okay first. Unaweza kunishitaki mimi nimetuma Kibageni na Nonyonka. Mimi ndio nilituma Munya. Mimi ndio nimetuma Justin Muturi. Amaleni Kivuti. Okay. You know, this is the ukiangalia, when you reason very carefully all these things, mimi nafikiri tunapoteza barabara. We have missed a turn. Okay. If we continue driving on that road, we will not go to the direction we wanted to go. Turudi kwa hii barabara yetu hii tunataka kwenda hii. Hiyo barabara ni ya kwenda State House. Makes me wonder, Mheshimiwa, kukiwa kuna hizi mashida zote zenye hata hatukuwa tunaelewa, sasa ndio tunaanza kuziona. Is there hope mtakuwa pamoja? Oh, absolutely. I mean, our victory and unity will be sweeter, better, and more meaningful because we would have overcome all these challenges. Okay. Unajua, nitumie mfano ambao ni wa kawaida, ambao nafikiri watu wengi wanaweza kurelate nao. Wale sisi vijana, unajua, ukitafuta kumtongoza msichana mwenye sura nzuri na unajua pia watu wengi wanamtaka, anakuzungusha round huku, anakupeleka huku, ana demand hii, ana demand huku. Wakati wote wewe sasa unataka kwao msichana, unampeleka saa nyingine anakuambia umpeleke gari, unamuendesha gari mpaka sijui wapi Kisumu, unamungoja huku nje ya saluni, unamfanya nini huku. That is how the wedding becomes sweeter. That's how the marriage becomes interesting. Yes. If you have not gone through, wakati mwingine anakupata ukiongea na msichana mwingine anakasirika, sungumuzi na wewe siku 2 ama siku 3, unajaribu kumpembeleza, unaenda kutafuta anti yake amzungumuzie. Hizo shida zote unazipitia. Mwishowe siku ile ya harusi unasema I do. That is how the joy comes in. Na sisi joy itakuja kutoka kwa hiyo struggle tunapitia. Okay. Tutalumbana, tutapitana wakati mwingine, tukasirikiane, tuje tuongee, ubadilishane mawazo nini. Our victory will be sweeter because of the challenges we have to overcome. It's a climb. So tuende kazi. Yeah. Rais Ruto amesema mara kadhaa, amesema kama mpinzani hamna agenda. Na ni kwa kweli Mheshimiwa Matiang'i, tuwasikii sana kwa agenda. Tunasikia kile tunaweza ita sloganeering, tunasikia tu one term, tunasikia fagia, tunasikia Kasongo must go, tunasikia hizo vitu. So mnafikiria mtaanza kutupatia agenda yenu? No, tuko na agenda. Kwa sababu for now hatuisikii. Mheshimiwa Ruto ni rais wetu, tunamheshimu, lakini unajua hiyo matamshi yake ni porojo yake ile ya kawaida. Yeye ako namna hiyo. Okay. Sisi tuko na mpango. Ana yule ambaye anatuambia eti hatuna agenda. Tumemuuliza hii nchi hapo siku za usoni hivi karibuni tutakuwa na shida sana ya chakula. We have had crop failure. Hakuna chakula North Rift, hakuna chakula Central Rift. Sahi. Okay. We consume about 48 million bags of maize every year. Estimates zinaonyesha labda hatutafika hata 20 million bags this year. Tutakuwa na deficit karibu ya magunia milioni 28 or something. Even if it was 10 million bags deficit, okay, that is still a big problem an economy of this kind. Tumeonywa na vyombo vya habari na wale ambao wanafanya utafiti kila wakati, kwamba tutakuwa na El Nino kuanzia mwezi wa Oktoba. Yes. Uone mipango yote inafanyika na serikali. Sasa huyu ambaye anatuambia hatuna agenda, yeye agenda yake ni gani? Tunaona saa hii yeye kwanza ndiye hana agenda hata kidogo, na tuko kwa shida saa hii kwa sababu ya mipango yake na uongozi wake ambao hauna agenda.
Hakuna pesa kwa shule, capitation haijaenda kwa shule. Instead of 22,000 shillings that are supposed to be transferred for every student, they have only transferred 11,000, which is 50%. Walimu mashule yako na madeni chungu nzima, walimu wanaumia. Tukiwa na hii shida ya ukosefu wa chakula, ibidi walimu wabadilishe mfumo wa kulisha watoto kwa shule. Labda tutakuwa na uwezo wa kuweka watoto kwa shule. Sha yenyewe unaona vile iko mpango wa elimu, wa afya. Unaona vile watu wanaumia na mambo kama hayo. Kuna mambo mengi ambayo tunaweza kusema. So rais hawezi kusema eti sisi hatuna mpango. Tuna mpango. Kwanza sisi Jubilee tulikuwa kwa serikali. We can actually begin this correction with one of our eyes closed, because we can see where the problems are. I've been in cabinet for 10 years. We basically run government. We can tell. You can tell from a distance. When the president started touting this universal funding model, I'm the first people who told people, even in conferences. In fact, I had not left the World Bank that time. Who said this is hopeless. It just doesn't make sense at all. Or mwana mahali tuko sahi. Okay. You know. So amesema ataibadilisha na kila mwanafunzi atapata ufadhili. To what? You know. Even if you met the Minister for Education himself, he wouldn't tell you what that is all about. Just like he could not tell you what the previous model of funding was. Ni mambo tu ya president anasukuma huko yeye mwenyewe na porojo zake na interest zake and so on. So the question is, tuseme tu kweli, our plans are very, very clear. The agenda for us now is to fix the country. Okay. That is it. It's very clear. This country needs to be fixed. And actually, you don't even need, it's not rocket science, a 5-point plan to fix the country. Give the country a credible government that can be trusted. Okay. So that we sort out the messes. I mean, utaamini nani kwa serikali siku hizi? Mawaziri na wakubwa wenyewe wako namna hiyo. Saa nyingine wanaitilafiana mkubwa na naibu wake. Wanasema mambo tofauti. On a public policy issue where they should be reading from one sheet. Number 2, fixing this country means you address the security challenges of this country. Okay. You know, sahi tukiongea namna hii, I was in Kajiado over the weekend. Some of the stories you're told about like cases of rape and so on that are happening on in the lower part of Kajiado. How can that happen in a country that has got insecurity institutions such as we have? Over the weekend, the county government in Gizi runs essentially a militia. You know, terrorizing people left, right and center. Uko na kwingine, police officers looking. Elected officials are beaten by thugs at 9 o'clock in the morning in the town. Okay. And when you ask senior police officers, including the county commander, they tell you, oh, I am looking for, they give you very silly explanations like those. Or I'm looking for, I don't know what, and so on. You can see clearly where the problem is. Manage the security sector properly. And Gatonya, hakuna mtu kwa hawa ambao wanatafuta uongozi hapa who can stare down the nonsense and the cartels in the security sector and clean it up. This one thing I am prepared myself to do. Give this, because Kenyans don't need too much government. What Kenyans need is the country to be managed effectively so that they can invest and do their businesses. Okay. Give the country. I used to go to when I was Minister for Security, nilikuwa naenda city market sometimes 3 a.m. in the morning. Okay. Naambia regional commissioner na wengine tuende we drive in unmarked cars. Tunaingia hapo. Because nilikuwa naambia sisi wenyewe tukienda kwa hiyo market tupite around mpaka tumalize without an incident, then we can be sure that we are providing security to these people who are here. Sasa, so I mean, what agenda is the president talking about? This country needs to be fixed. We had gotten to a point where we were issuing passports on a daily basis. You apply, because all our data sets are now connected or should be connected. So why should it take you more than 2 days to get a passport in this country? And then you ask, you hear silly explanations like, oh, you know, printer. Kenya, we have a printer problem. The digital capital of Africa. You fix the country. These are the issues that we need to do, and we are prepared to do them. Okay. Which agenda? Uliza Musazi, you know. Personally, one of the things I would do if I had the opportunity, I would actually, even by executive order, not even wait for legislation, even by executive order, collapse depoliticize the bursary model in the country we have now, and then collapse the resources and put them in one kitty to transfer them directly through the Ministry of Education to schools and as kids walk to school. Okay. So what to be done in this country is so clear. Okay. And we know what needs to be done. It needs political will, it needs the courage and commitment to get this done.
I'm ready. I see. Mheshimiwa, mumeambia wa Kenya kwamba wakati ukifika mtatupea mgombea mmoja wa rais. Sijui wakati mwafaka utakuwa ni wakati upi? When should we expect? You know, that's like asking a question. Kama kuuliza, mumesema mnatupikia chakula hiyo tutaikula lini? Tunagoja sana. Tutaikula wakati imeiva. Is it? In other words, we are ready. Tumesema tuko kwa safari. Ni mwaka huu, ni mwaka ujao, ni miezi kadhaa kabla ya uchaguzi. Najua hayo maneno ya when is the right time? Kwa sababu nimesikia wengine wanasema kama Muturi kwa mfano amesema mapema ni mapema, tuanze kujipanga. Wengine wanasema hapana, tukifanya hivyo watu wetu watahangaishwa na serikali. Wacha tugoje mpaka sijui miezi kadhaa kabla ya uchaguzi. So kama mpeperusha wa bendera ya Jubilee, so ndio nakuuliza kwa maoni yako ni wakati upi mwafaka? You know, tuseme tu kweli, mimi sitaki kuhusia wakati wa kutaja mgombea uchaguzi ama yule wa kupeperusha bendera mmoja kati yetu katika upinzani. Kwa sababu Katonye, ni vizuri tusikizane, tukubaliane sisi wote na tuwe tayari kutoa huyo mgombeaji uchaguzi mmoja. Ikiwa ni leo ama kesho kutwa ama mwaka ujao, bora tu tumekubaliana sisi wote. Kwa sababu hata tukimtangaza huyo candidate leo na hatuchajipanga vizuri na hatuchakubaliana, tutapoteza tu uchaguzi. I'm telling you. Kwa sababu unajua kama una watu sita wanataka kuwa rais, alafu tuende hapo na haraka tuseme tunataka kutangaza wiki ijayo, so lazima tutoe huyu mmoja. You know, the most important people kwati hao watu sita ni wale watano ambao hawatatajwa. Kwa sababu lazima wawe na imani na lazima wawe tayari kufanya kazi pamoja na yule ambaye ametajwa. Kwa hivyo hii safari, let us not hurry it, waste time around it, politicize it. It's a tough call and it's a sacrifice to be made. Fortunately for us, this country is used to these kinds of sacrifices. I was even reading, I went back to study the history of independence after the Lancaster House Conference and how our leaders came together kuja kupanga inji, alafu uchaguzi uhuru kutangazwa and so on and so forth. Mzee Jomo Kenyatta kuanza kuunda serikali kama prime minister and so on. It required a lot of sacrifices. Watu kujipanga kuwa tayari kusema sasa tuko tayari kuanza, hata ingawa hatujaweka kila kitu tayari, tuko tayari kuanza. Kwa sababu hata ukingojea kutangaza mwezi wa 6 mwaka ujao, kama hamoja kubaliana, shida mimi nafikiria kusema tu ukweli. And this is the first time I'm going to say this in public. The problem is not William Ruto and Kenya Kwanza and the government. That's not the problem. The problem is building a solid, united, purposeful, inclusive, mature opposition that is trustworthy. Kenyans are not looking for a matatu opposition coalition. You know, a matatu coalition, ni ile tu mumekaa kwa gari, because bora tu munaenda town nyinyi wote. You have nothing else in common except that you are in the same vehicle. That's not what this country is looking for. Because you see, tumepitia hiyo njia before. Unaona shida tulipata wakati wa muungano wa NAK. Shida ikatokea katikati hapo. By 2007 tukienda kwa uchaguzi, look at what finally happened to the country. In 2013, when President Kenyatta and President Ruto came together, URP and TNA formed a coalition. By the time we are going to elections in 2017 under Jubilee, tulikuwa na shida. In fact, it's just that we were fortunate. President Kenyatta took a different turn and attitude towards the differences he had with his deputy. Otherwise, kama angeenda hii style ya huyu president wa sasa, the government would have broken. Sasa Rigathi Gachagua na William Ruto wamekuja pamoja kwa uchaguzi 2022, wameunda serikali. Saa hii you can't tell the character of that government called broad based. You cannot tell the character of the government. In fact, the president is recorded as saying, when he addressed the Chatham House conference, President Ruto as deputy then and guest, he was complaining
that the government we had in Kenya was a mongrel. The opposition, those are the words he used. He used to say this government is a mongrel. The opposition is in government, the government is in the opposition. So the other day when I was in Chatham House, I was asked the question, and they played the words. Then they asked me, what do you think? I said, what he has now is worse than a mongrel. That is it. What he has now is worse than, you can't tell what character of government he has now. Wamerokota huko, karokota huko, wengine huko, wamerokota huko, you know, and so on. So, Kenyans have gone through this experience before. We shouldn't give them another matatu coalition. Okay. Where tumeketi kwa gari, the only thing we have in common ni kwamba tunaenda hiyo barabara. Huku ndani mahali tumeketi, mtu mwingine anapanga mambo yake huku ndani, mwingine anapiga simu kwingine, mwingine anaenda huko. The hope of the country, I think, is that we will have a truly united, respectful, mature, purposeful coalition. Agreed. Okay. Yani tunaamuka asubuhi tunasema tumeamua kama serikali tunataka kwenda namna hii. Okay. And then we are agree on the platform. One of the things that is going to be tough to achieve is to negotiate our platforms. Yes. Mimi kama Jubilee naingia kwa meza kusema this is my 5-point plan on fixing the country. Yule mwingine wa Wiper akona mpango wake. Yule wa Linda Mwananchi akona mpango wake. Yule wa DCP akona mpango wake. How do we collapse these perspectives into a platform tuseme sasa hizo point zako 5 na huyu zake 7 na huyu zake 12 tumeweka pamoja, sasa tumekubaliana kwa hii miaka 5 tutapewa nafasi. These are the things we'll focus on. Okay. So kutangaza candidate sasa uende huko sema nimetangaza candidate. Okay. What are we doing? Okay. So wakati utafika na wakati ukifika kwa sababu lazima huo wakati utafika, unafikiria ni mbinu gani mwafaka ya kutumiwa? Wengine wamesema scientific, wengine wanasema wekelea numbers kwa meza, show us what you're bringing in terms of total number of votes. What system? You see, again, this is because of too much focus on the flag bearer. Honestly speaking, mimi maoni yangu ni tofauti kidogo kwa sasa. Badala ya sisi kuangazia kila siku, kila ujao tunaamuka asubuhi, nani atapeperusha bendera, nani atapeperusha bendera. You know, shida yetu kama Kenya, sahi, kwa uongozi wa nchi yetu, na hii ni shida tumekuwa nayo tangu independence, is individualization or personalization of the office of the president. Yani, the character, even tulibadilisha katiba kwa 2010, bado hatujabadilisha nia, mfumo na njia ya kuongoza nchi. It depends on the person, so that it looks like it's the person's government. We are so focused on that individual. Why can't we do it differently this time? And I agree with my sister Martha Karua, because she, when the few times when we meet, she's the one who starts by saying, why don't we first of all start by creating a platform and a statement of principle? Okay. You know, tuseme sasa kwa hii serikali, these are the principles we are going to have. We are forming a government, which essentially is going to be like a transition government, a generational movement. We are moving from one generation to another generation. These are the principles we would like to have. Okay. And then to Ambiane, the irreducible minimum that we must tolerate in this government is ABCD. For example, Mimi, what I would like to see, one of the principles, is that anybody who takes a job in this government will not do business with government. Okay. Because that is how you deal with conflicts of interest and corruption. Sasa tukubaliane zote, we sign up with that arrangement. In that arrangement, we have actually transited from a group to mekua a team. Okay. Now, tukiwa team, when you are playing inside the team, you will discover actually that it doesn't even matter the number that you are playing, because the captain will be a first among equals. Okay. You know, this fixation with the individual flag bearer ni kwa sababu ya ile kasumba ya uongozi mbaya. Nani atakuwa mkubwa, so yeye ndiye atakuwa akiambia watu by the roadside, nitafanya hii barabara, nitafanya ile barabara ingine. The kind of constitution we have, and the reason why we changed the constitution, is because we are walking away from imperial presidency, where the president is basically the one who holds the arm and the knife. Okay. And is the one who decides what's going to happen. We are transitioning, and actually that's what this constitution is supposed to give us, to an institutionalized presidency.
where presidency is an institution that is temporarily given to an individual who manages it on the basis of principles outlined in the Constitution and outlined in the structures of government. And power is dispersed across the board. So whether you are the Inspector General of Police there, or you are the Attorney General, or you are the Chief Justice, or you are the Speaker of the National Assembly, each one of you has a role in the management of government. But you see this fixation with the flag bearer, and you know, all of you, including people in the media, we keep discussing the flag bearer. We don't discuss the platform. What is the platform? What is the basis upon which we are going to form government? Nataka hapa Mheshimiwa Matiang'i, we focus on two scenarios. Scenario one, itakuwaje kama mtakubaliana, mkae chini, you come up with a formula, na hiyo formula isikuwe ati ni wewe sasa umechaguliwa kama mgombea wa urais wa United Opposition, utakubali kumuunga mkono mwenye atateuliwa? Let's not talk about formula. Let's talk about platform. We come up with a platform, we agree and hammer out a platform. What will be important at that particular time will be the team, not the individual. And I swear to you, it will not matter what role you play. If we have all agreed, we have consensus on what needs to be done for the country. It will not matter, because whether you are the speaker or a minister, and the other one is the president, and what have you, you are actually playing the same role. It's a matter of a difference. I get you. So that's why I keep saying, and over a period of time, as I keep engaging this issue, tukiendelea kuongea na wenzangu na wale wengine, my mind, I think, is even becoming much more clearer and much more focused. And these days, I was telling somebody that 3 times every week, I wake up to very deep policy briefing like I was when I was in government. I sit down with all the smart people. We focus on, food security. What are the issues? Because I keep telling myself, it's useless to just keep loitering around and making noise and so on. And I'm not internalized the actual challenges we are dealing with in the country. So that tomorrow, if you have that responsibility and you are in that office, what would you do? And how do you go forward? So let's be more substance-driven than position-focused. Let us be more solution-oriented than just sloganeering around. So scenario 2, tuseme umepewa hii nafasi. Wakenya wanaweza taka kujua, kwa sababu wamelia sana mambo ya taxation. Yet the country inahitaji hii tax kufanya mipango yake ya maendeleo. Unaweza fanya nini kufanya huu mzigo ukue mwepesi kidogo? Tutachukua nafasi sisi wote. Unajua, mimi maoni yangu vile naona wakati tunazungumza kwa upinzani. Actually, wacha niulize, are Kenyans overtaxed? Yes. So ukapata hii nafasi, utafanya nini kupunguza hiyo mzigo ya tax? You see, unaweza kudraw graph ama cycle. Hii shida ya overtaxation inatokana na our expenditures and the way we spend public resources. It is related to the wastage of public resources and misdeployment of resources. Because of that, we are not able to render services to the people. So we think that a constant taxation will give us more revenue, because we are engaged in taxation because we are looking for more revenue to be able to run government and manage our country. But there are several things we could do so that we reduce our appetite for constant taxation and seeing taxation as the only means of raising revenue for our country. The first one, reduce wastage. I know governments in Africa na serikali zingine zote Africa kuna shida ya matumishi ya pesa za serikali, lakini ours is in a league of its own. I mean, it's extreme wastage that I've never seen, and it's very difficult to imagine. Tukitoka State House 2022, annual budget ya State House was 4.8 billion. Sahi it's 20 billion. 4 years only, you're moved from 4.8 billion to 20 billion. Even if you actually maintained that budget at 5 billion, you have 15 billion out here. Nataka tupumue kidogo tu, tutarejelea your points. Nitogoshokereria othondeka itari haraya o ringi turaranĩria na Mheshimiwa Fred Matiang'i
Mutongoria na mumurirukia wa bendera wa kiama kia Jubilee tugicoka ciuria iria wina cio kwitukira namba cito cia SMS. Oh yes, karibu tena. Thank you. Messages Githua Koina wa Kamasharia, Mheshimiwa Matiang'i. Ni salamu tu, anakutumia salamu. Nimemsalimia sana. Gura Wadhi kasalimia mheshimiwa sana, mwambie wa Kenya tuko nyuma yake, washikane vizuri. Mwalimu Kimitiwa Muleu kutoka pale Kereaine, Mathioya, uko ni Murang'a County. Mambo ya State House renovation, state lodges zinatengenezwa. I think in fact ulikuwa unazungumzia mambo ya wastage. Is it a priority especially at this time when health and education ziko na mashida? It can never be a priority any time of our life. Yes. I mean, this is the country where people are sleeping hungry. We are spending billions to make an office. Yes, John Magi, Jubilee iko pamoja kweli? Ni swali anauliza. Wanago netroni ya rumiri ya Jubilee maremo shemanio wao Makeata Kigachagua. I think hiyo tumezungumzia mambo ya marumbano yenye tumeshuhudia wiki iliyopita. Githua Koina wa Kamasharia amesema ni kama nyinyi hamuonekani kwa mikutano sana, ni kama anasema hamjitumi ground sana compared with Gachagua and Kalonzo. What could be the problem? Alafu anauliza ama kuna kitu wanajua ambayo sisi hatujui. Ni kama anataka kuwaona sana mashinani. Kila mtu ana style yake ya kufanya kazi. That is how people also need to be used. Again, I'm not a conformist myself. Okay. I mean, I will not do things the way. Siwezi kufanya vitu vile yule mwingine anafanya. Because you see, hata wakati nilikuwa waziri, hata nilipelekwa kwa kamati ya bunge kuulizwa mbona unaenda mashule. Na mimi nikasema mimi naenda mashule kwa sababu elimu inafanyika kwa shule, sio kwa Jogoo House and so on. Kila mtu ako na style yake ya kufanya kazi. We are not the same people. Wengine ni wanasiasa sugu ambao wanapenda kuongea na kazi yao ni kwenda pale kwa mkutano kuongea. On top of the car is not my most comfortable zone. Kila siku kupiga kelele huku kwa gari kijijini and so on. I'm better off sitting down, meeting with people, engaging on issues and making a difference. And I'm not the only one. I mean, people who are essentially technocratic in approach are like that. Okay. The other day nilikuwa nimemwambia mtu mwingine nikamchallenge. Enda uangalie clips zote za Kibaki, President Kibaki. Uniletee clip ambayo President Kibaki amezungumza beyond 10 minutes of the CAF. One clip where President Kibaki has spoken for more than 10 minutes. In a public meeting, other than where he's reading a speech for national days and so on, where or even of the CAF remarks, President Kibaki will not make a speech on it. Okay. And nilete other statement where mahali umeona Uhuru ameongea dakika 15 of the CAF, because sometimes we are in the era of work, not words. Kuzungumza kila siku. The solutions, not slogans. Okay. We are looking for solutions. And the solutions unakaa hapa, you focus on those solutions, and you affect millions and millions of lives. Okay. These days, you put up something on social media, it's viewed by 70,000 people. That is bigger than any rally you can address. So, tuendelee mbele. Actually, they change the time and we are campaigning, working differently. Yes, actually, let's go back to the solution. Na tulikuwa hii mambo ya taxation. Tukasema Kenyans wanahisi mzigo ya kodi imekuwa it's heavy. You were explaining. I was explaining. Yes. Shida yetu kubwa. In fact, if there's anything that hii serikali yetu saa hii imevunja rekodi ni wastage of public resources. Yani ukiangalia yale ambayo yanafanyika hapa unashangaa. And you can see clearly most of it is because of lack of focus on the development of the country. Na ndazungumzia maneno mawili. Expenditures and budgets na yale tunayoyafanya kama hayo ya State House, hayo msikizaji mmoja ameulizwa. You see, I was saying wakati tulitoka State House, tulikuwa State House 2022, annual budget ya State House ilikuwa 4.8 billion. Saa hii ni kama bilioni 20. Sure. An additional 15 billion. That's why I was asking last time, what happens there? Are they doing kidney transplants? But I understand what's happening ni kwamba umeona watu wakipelekwa pale wakihongwa kila wakati. Hizo pesa za kuonga zinatokana na hapo. But you see, wouldn't you do better if you moved that money to capitation in schools, if you moved that money to the health sector,
in which case then you'll have enough to spend there, and you'll not need to increase taxes so that you can get money for the social sectors that you need. So that is where the taxation becomes a problem. It's because of our appetite and our wastage of public resources. Hiyo maneno kama hiyo one listener ameuliza kuhusu renovations ya status and so on. Mimi nimesema kila wakati, majaliwa ya Mwenyezi Mungu, kama mimi ningepata nafasi ya kuwa rais wa nchi, mimi nitafunga about half of the state houses and the state lodges we have. Because you see, the idea of having a state lodge or a state house in a particular place, wakati Mzee Jomo Kenyatta alianza kazi, na tuseme kwa kiasi Mzee Moi, the following was happening. One, walikuwa wazee. Mzee Jomo alikuwa mzee. Two, the predominant means of transport ilikuwa gari. Sasa kuimagine president aendeshe gari kutoka hapa mpaka Nakuru, na tena aendeshe gari kurudi, and he was not a young man. It takes time, so it becomes necessary uwe na state lodge pale, and so on. These days, that Augusta helicopter that flown by Air Force that flies the president would take 35 minutes from State House here to land in Kisumu. In which case, actually, if the president wanted to commute to Kisumu every day, for 3 days to do meetings, he can commute to Kisumu if he wanted. He to get on the plane, and they'll be in Kisumu within 30 minutes or 35, land there, have meetings, and then come back. But if he needed to sleep, he can sleep in a hotel in Kisumu. That is how he will also promote business in the counties across the country. Gatonye, let me give you an example. I say this all the time to people. America ni nchi tajiri sana. But the White House is only one in the capital of the country, in Washington. There is no other White House anywhere. And yet, you see, if the U.S. wanted, they would build a White House in every state if they wanted. But you see, if the president is going to California for meetings, they will book up a hotel, and the president will take up a hotel, they will pay there, he will sleep in the hotel, and that's it. Kenya has grown economically. Investments have grown. If you go to Nyeri, you will find a fantastic hotel to sleep. If you go to Mombasa, you find a fantastic hotel to sleep. If you go to wherever, even Kisi, utapata hoteli, hata Omabi, utapata hoteli ya kulala. So what is the point of creating all these excuses for cost centers that would otherwise, you would mop up all this money, it goes to the social sectors, and because of that, you'll be able to provide services without needing to increase taxes and burden the public. Number two, inefficiencies in government, where we lose a lot of resources. Tukitoka sahi hapa na wewe sahi twende City Hall hapa Nairobi, you want to go and sort out a very simple thing like permits, approvals, to get certificate of clearance for your rates and so on. You can collapse with anger and frustration. The level of bribery that you have got to go through and so on. And people tell you crazy things. Even the systems that we had built insisted on digitalization of public services. Sasa imeenda wanakuambia, I don't know which computer is spoiled, which one is spoiled, so that they can provide an opportunity for rent seeking. Why do I say that? We will reduce the burdens of managing government if we run government efficiently and effectively. Because you see, do the right thing. Collect all these fellows who are engaged in this nonsense and lock them up. Clean up government so that people provide services that they're supposed to provide to the people. It will cost you much less in the long run if you institute a systems that give efficient and effective service to the people. Then you will not need to increase taxes to get money to move along. Thirdly, and this is a very critical matter to me. Na mimi sijui kama Wakenya wanajua hivyo. Ana utanipea dakika mbili nieleze quietly. Yes. Ikiwezekana kwa Kiswahili mheshimiwa. Hii serikali yetu kabla hatujatoka mwaka wa 2022 tulikuwa tumemaliza kitu inaitwa National Airborne Geophysics Survey. Yaani kupiga map Kenya mzima kuangalia madini ya Kenya iko wapi. Hiyo ilifanywa na NIS na DMI na watu wetu ambao wako na ujuzi. Tukamaliza report. Hiyo report ilikuwa imepiga map 96% of Kenya's land mass. Yaani ardhi ya Kenya 96% tulipiga map yote. Estimate ile tulipewa wakati huo na experts ni kwamba sisi tuko na madini ambayo ilikadiriwa kugharimu karibu 18 trillion in the country. Sasa step ambayo ilitakiwa kufuata
ni ya kufanya kitu inaitwa ground truthing, kwenda kuhakikisha kwamba hii madini hakika iko hapa West Pokot, hii iko hapa Kakamega, hii iko hapa Narok, hii iko hapa Kuria, Mlima Hills, huku kila mahali. Step ingine sasa ni kutafuta namna ya commoditization ya hizi. Okay. Tuende sasa kwa international exchanges, tuende kwa European Stock Exchange na kule kwingine. If we manage that effectively, we could actually wipe out our debt, madeni yetu, completely. Okay. What has Namibia done? What have some of these other countries done? We could, with that arrangement alone, even if we actually paid off plus the negotiation 50% of our debt portfolio, already immediately we bring down the cost of living. Okay. Tuna reduce the appetite ya serikali kutafuta pesa locally, so that more money is available kwa watu binafsi kwenda kukopa na kuweka kwa biashara. Okay. Alafu wanaajiri watu wengi, uchumi unakuwa. Okay. Sasa kwa sababu hiyo report sasa badala ya serikali kuanza kwenda hizo steps zote, wao sasa wangwana wameweka chini ya mesa, wanapeana lines sasa wao wenyewe. Huko umeona hapo West Pokot mahali watu wamedrop karibu 10,000 wanaenda kutafuta gold pande hiyo. Why can't the government, kwa nini serikali isimalize mambo kama haya? Ukienda kama kaunti zingine kama Narok, Migori, Kakamega, and even I don't know whether the county government of Homa Bay knows the resources that have discovered by that report in Homa Bay County itself. Sasa watu wakitumia mbinu ya kuhakikisha kwamba hizi resources zinapatikana, alafu tunatafuta namna ya kuboresha uchumi wetu ili tupunguze mzigo wa kodi. Okay. In the long run. Okay. That is it. There's a lot, and I can inefficiencies, corruption, failure to manage our resources effectively, and then of course wizi na utumizi mbaya wa pesa. Okay. Ambao unaonekana wazi. Okay. Umeguzia mambo ya deni la kitaifa. Kwa sasa nasikia tunakopa karibu bilioni 5 kwa siku. Lakini ukopaji mkubwa ulianzisha wakati Jubilee ilikuwa uongozini. So sijui kama hili ni what would say ni uongo tu. Unajua ni porojo ya hii serikali ndio wakati, kwa sababu wao wanakopa about 416 billion a year, na most of pesa yao ya kukopa nyingi ni kukopa from the local market. Big, and the most annoying thing is that most of that borrowing kukopa inaenda kwa recurrence, na nakopa pesa kutumia kwa mambo hapa, si kukopa kuwekeza. Unajua ukikopa uwekeze kwa expressway for example. Okay. Ukiangalia ile kazi ambayo inafanywa kwa expressway, Gatonye, I don't know kama umeona Tiba Dam huko Kirinyaga. Unajua kujenga damu kama ile lazima ukope kufanya mradi kama ule. Na sasa kama tungeendelea kutoka hapo, we start looking at auxiliary support and auxiliary investment from that dam, kurudisha ile pesa ni kitu rahisi sana, kwa sababu that is a very viable economic program and so on. Okay. Tunakopa kufanya kazi ambayo itasaidia nchi. Sisi wakati wa Jubilee tulikuwa tunakopa kwa miradi, hatukuwa tunakopa kutumia, tulikuwa tunakopa kwa miradi. Hawa wanakopa kwa kutumia. Hiyo ndio tofauti kwa kati yetu na wao. Okay. Lakini ultimately niseme tu ukweli, hii ni shida. Mimi nimefikiria hii kila wakati. Hii ni kitu ambao si ngumu kusuluhisha. Kwanza nimesema ni be discipline kwa serikali, so that we manage ile tuko nayo kidogo tuilinde vizuri, and we manage it properly, so that once we avoid wastage, we put money in the right sectors that's supposed to be, we reduce the burden of the cost of living for Kenyans, and then we introduce efficiencies and so on, and then we avoid this heavy borrowing from the commercial banks and so on. We look for concessional borrowing, we go to multilateral facilities and so on. It's the character and the nature of the borrowing that we do. I listened to Professor Njuguna Ndung'u the other day. I mean,
Njuguna is a guy I've respected all my life. He's somebody I know. We taught together at the University of Nairobi. I mean, that guy gives me an example of how blessed we are as a country with smart people and so on. I listened to him the other day expressing frustration wakati alikuwa kwa treasury na ile kazi alikuwa anafanya and so on, which essentially is one statement that we all make. Shida yetu ni kwamba tuko na ujuzi, tuko na namna ya kusuluhisha shida, lakini siasa yetu ni mbaya. Na hiyo siasa sasa madhara yake inaenda mpaka kwa uchumi, mpaka vile tunajisimamia, mpaka vile tunapanga mambo yetu ya uchumi and so on and so forth. Okay. Yeah. Okay. Sasa nataka tumalizie kwa kugeukia chama cha Jubilee, especially katika eneo la Mlima Mount Kenya. Kulikuwa na uchaguzi pale Olkalau. Na chama cha Jubilee hakikufanya vyema. Hiyo tu imefanya watu wengine waanze kusema hiki chama cha Jubilee kimepoteza umaarufu wake hasa hapa Mlimani. Sijui kama Olkalau tunaweza itumia kama kipimo. No, we can't. Wacha nieleze na asante sana kwa kuniuliza hilo swali. Unajua wakati tulianza uchaguzi mdogo wa Olkalau, sisi katika Jubilee tulitarajia kwamba wenzetu katika upinzani watakuwa wangwana. Kwa sababu unajua wakati wa mbele tuliambiwa kiti ya mbele ilikuwa ya Democratic Party. Kwa hivyo wale wengine ondoa wagombeaji uchaguzi wenu, sisi sote tuunge mkono candidate wa DP. See, that is what happened. Yes, yes, yes. Unajua sisi ndio tulipa gharama kubwa zaidi kwa mbele. Ni kwa vile wananchi hawajui. Sisi ndio tulipa gharama zaidi kwa sababu tulikuwa tushamtaja candidate pale mbele na tukapelekwa kotini. Mwishowe tukalipa fine huko mbele. Okay. Kwa sababu tulimtoa candidate wetu na tulikuwa tushamweka. Sasa tukaenda pale ikatulazimisha kulipa fine kama chama. Sasa sisi tulifikiria kwamba watu wote watakuwa wangwana. Kiti ya Olkalau ilikuwa kiti ya Jubilee. Okay. Nasema sasa mgombeaji uchaguzi akiingia wa Jubilee, wenzetu wengine watakuwa wangwana pia vile tulifanya mbele. Watuambie sasa hii ilikuwa kiti ya Jubilee, sisi wote tutasupport Jubilee. Okay. Lakini sasa unajua inaonekana wakati watu wanazungumzia maneno, they don't remember their own dishonesty, kila mtu story kabadilika. Wakati ilikuja Olkalau story ilibadilika. Yale tulikuwa tumeambiwa kule mbele sasa ikawa ni mengine huko Olkalau sasa tukaambiwa hapana, chama ambacho kiko na umaarufu ni chama cha DCP and so on. Wakati huo tumeweka mgombeaji uchaguzi wa chama cha Jubilee. Mimi ndio na nataka niseme hapa hadharani, because this one I'm not ashamed to say. Okay. The first opinion poll ya Olkalau mimi ndio nilimpea Mheshimiwa Gachagua. Sababu sisi ndio tulifanya opinion poll ambayo ilionyesha kwamba yule candidate wa DCP ako mbele. Okay. Na nikamwambia mimi kwa sababu nilikuwa nimeagizwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kiongozi wa chama cha Jubilee kwamba ikifika hapo mwenda mzungumze. Basi kama ina maoni uzito wa maoni ni kwamba tutoe candidate wetu, tutamtoa. Okay. Lakini mkubaliane kwa sababu mbele nyinyi ndio mlikuja mkaniambia tutoe candidate wetu kwa sababu ilikuwa kiti ya DP. Okay. Mwishowe tukalipa fine huko mbele. Sasa nikaacha hapa nikazungumza na wenzangu, hakuna mtu alikuwa anataka kusikia maneno. Akasema mtu wa DCP yako mbele and so on and so forth. Tukasema sawa, tukakubaliana tunataka kumtoa candidate wetu kwa Olkalau. Okay. Lakini wanachama wa Jubilee wenyewe na viongozi wa Jubilee, hata tulikuwa kwa mkutano wa NEC, niseme tu ukweli, hata wakati wa mkutano wa NEC wa Jubilee, wanachama wa Jubilee wakasema hapana. Because you see tukitoa huyu mgombeaji uchaguzi ni kama tunakubalia zoning kwa Mlima Kenya ama kwa kwingine. Eti lazima huyu awe hapo na wanachama wakatusukuma. Mimi nimeenda mikutano miwili ya chama cha NEC nikimwakilisha Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Which ended in a very stormy manner. In fact hata tukumaliza mkutano, the second one did not end. Because everybody was so angry. Wakasema unajua nyinyi ndio mlienda mkakubali pale mbele tukatoa candidate wetu. Sasa mmekuja hapa mmeshindwa kukubaliana na hii kiti ilikuwa yetu. Sasa kama viongozi amwezi kuja mtuambie tutoe huyu
candidate tukubaliane na zoning. Okay. So and by that time unajua siku zinaisha, ikifika hapo mlango wa kutoa candidate umefungwa na IBC. Okay. So then we agreed with everybody. The candidates are going to be many. The public will take a decision on which way to go. In any case, members of the public clearly read us that we had not agreed as opposition. They decided we will pick up one candidate we think has got a better chance and support that particular candidate. And it was essentially a referendum between the UDA government and the people of Olkalau. And the candidate who was at that time ahead was the DCP candidate, so they voted the candidate. Okay. And that is it. So ni mambo na candidate mwenyewe, sio mambo na umaarufu wa chama? No, ni mambo na wale ambao waligombea uchaguzi, and then again the circumstance and the context that was happening there was totally different as it is. Niseme tu kweli, we lost a lot of time when we would have negotiated easily and finished. Okay. Because you see, nimesema hii, and I will repeat it again, the level of dishonest with which we were treated was totally different. Like in many of the leaders of Jubilee, even from Mount Kenya region, many of them who used to come, they said, no, you people agreed and withdrew a candidate from Mbere. We were finally sued. You want again a second time, even when the seat was Jubilee seat. So these are the things which Gatonye make me feel, kwa hii upinzani, if we are not going to be honest with each other, itakuwa vigumu kushinda uchaguzi tukienda namna hii, kwa sababu unajua unafanya vitu wewe unaona convenient to you at that particular time without looking at the big picture of the situation as it is. Okay. Because every time every party goes to a point where they say unataka kufanya what is convenient to you at that time. It was convenient in Mbere to argue this is a DP seat. So sasa to fill DP, sisi sote tukatoa na sisi tulilipa gharama, we were even fined. Lakini bali na Olkalau, mheshimiwa, mlipoteza Isiolo South na kilikuwa kiti cha Jubilee. Yeah, but you see, the question is this. If indeed we had been challenged, because what we expected ourselves is this. We were expected to be told, this is a Jubilee seat. We will back the Jubilee candidate. Okay. So it's going to be Jubilee versus UDA. Okay. Because what happened in Mbere, we were told this was a DP seat. Agreed. It's going to be between DP and UDA. So we all backed the DP candidate. Okay. So the result would have been the same. The result would have been the same in Olkalau if we had agreed that this was a Jubilee seat. Sasa it's Jubilee versus UDA. Sure. Lakini pia mheshimiwa, tulitarajia kukuona ukiongoza kampeni ya Jubilee Olkalau, hatukuona. One of the reasons why I did that, by the way, hiyo ndio nasema wengine wetu tuko na heshima na uhusiano katika upinzani. It is very painful when you hear some of the things that are said by some of these leaders. We decided when we carried out 3 polls, we decided that if we ourselves as the party leaders go into the ground and started fighting the DCP candidate or campaigning differently, we will actually dramatize differences on the ground. Okay. That is why we stayed away. Many of the senior leaders, I don't think there's anybody that sent their senior leaders there. This is something that is known even by my colleagues in the opposition. I had a long chat with Martha Karua on this, a long chat with a number of people on this. Okay. And then I took counsel, I can tell you this boldly, I took counsel from a number of senior leaders in the opposition who told me, no, don't go. You see, if it has reached that point, an agreement was not hammered. If you go there, you're going to worsen the situation. Okay. So stay away. So we stayed away. We allowed mid-level leaders to go to the ground to stand with the candidate, because you see, if I had arrived there, if Uhuru had gone to Olkalau, we complicate the matters for no apparent reason. Okay. Yeah. Okay. Tukimalizia, mheshimiwa, wanasema kwenye ulingo wa siasa hakuna permanent friends, hakuna permanent enemies. Would you ever consider in some way kufanya kazi for example kwa the benefit of the country? Would you ever work with President William Ruto? You know, I don't know why anybody would ask me that question anyway, but I have said this. I'm very blessed, I think. Let me not say lucky. I'm blessed in the sense that because I have not been
active political practice in my life, mimi hakuna mtu niko na shida na yeye hapo anaweza kusema huyu tumelimana mahali tumepitana huku nini. I don't have any, whether in opposition or in government. Okay. And you know, my attitude as always is I don't spend time on insults and those types of things. Even and I am not shy to tell you this, even where I grew up and I come from in Kisii, there are government leaning politicians. I've never insulted them. I've never engaged in a shouting match and insulting people out there, even when sometimes they insult me or they have different views from my own views. Yes. Because I believe our democracy must mean something. In other words, we must find a way of at all times focusing on the country, focusing on the citizens of this country and the welfare of the country. So when you ask me whether or not I would work with President Ruto, I am not in UDA. I will never join UDA. So how would we work together? Because I'm not a member of UDA. I'm a member of Jubilee. I don't. And in fact, let me tell you, if I leave Jubilee and quit Jubilee completely, I am also retiring from politics. I'm not an inconsistent person who is going to say things today here, say things there tomorrow. Nimeuliza hivyo na nikasema in some capacity kwa sababu rais wiki jana alituambia ako na vision 2060 na hiyo 2060 anaongea na across the divide for the benefit of the republic. Well, hajaongea na sisi Jubilee, tuseme tu ukweli, hajaongea na sisi Jubilee kuhusu vision 2060. Sisi akitutumia barua tutaizungumzia kwa NEC. But I have said this before and I would like to say it again because it's a bold issue. The credibility of the dream is the dreamer. You know, this president has lost legitimacy completely. I mean, he has lost respect in the country because of the number of lies he has said and the kind of things he has done. And even if tomorrow he called you to, he called people to that 2060 discussion and so on, a lot of people have got the misgivings that all reasonable people have. Okay. What is it that he has carried through to the end? You know, after the Gen Z demonstration in 2024, he dramatized Nadiko, pere, akina Kalonzo walikuwa kwa mkutano Nadiko. What has happened? Nothing. They went to KICC and signed a big thing there with Raila, 10-point plan, I don't know what point plan. The deadline was last March. What happened? Nothing. Hii mzunguko, unajua hii mzunguko, drama ya siasa, you know, mzunguko. You know, when people want to distract, they introduce the new drama. Those of us who come from a technocratic background, we may not be talking a lot, but we focus on substance. And there is no substance in what he's saying. I mean, he may have good ideas and so on. That Singapore was not achieved through talking. Saying, oh, we are going to Singapore through speeches. You do things that people can see, and then you know you have a track record people can follow. I mean, I saw some group of young people who are documenting the number of promises. I mean, I was thoroughly impressed by them, I must say, quite frankly. They have done a lot of heavy lifting, gone to social media, internet, everybody, try to document the promises that President Ruto has made. And there are almost thousands and everywhere. So now, the president has filled this country with foundation stones. Everywhere you go, there are foundation stones. I mean, the president has filled the country with foundation stones. In fact, they are like landmines. Everywhere you go, in your county, he has got 50 foundation stones. Foundation stone. Then now you come and say, okay, now, nimeokoka, vision 2060. Really? Okay, la mwisho kabisa, utasemaje kuhusu uamuzi wa koti, the ruling last week kuhusu tarehe ya uchaguzi? Hiyo itatu affect namna gani ama going forward mambo unataraji itakuwa namna gani? Actually, I have assembled a team of lawyers, including some of them very senior lawyers, to have a conversation with them on the import and significance of that ruling. The casual conversations I've had with some legal minds, some of them very respected legal minds, they have expressed divergence in their opinion from that decision of the court. Which means definitely that decision is going to be appealed. And when it goes to the appeal, the appeals court, maybe the Court of Appeal may make a different decision on the matter. So, to say the truth, my friend, we don't have a position of finality. You know, it has been decided these elections are supposed to be done at this time or that time.
I would wait to hear, for example, this afternoon when I meet with our legal team at Jubilee, what they think about that decision. Two, what they hope then, would happen if either the government or IBC is going to go to the Court of Appeal. And then, in the long run, then we'll appropriate ourselves. The law is the law. That ultimately, that's the bottom line. The law is the law. And it binds all of us, and all of us have to obey it. If the law says, if finally the position of finality and interpretation of the law is that tutakuwa na uchaguzi wakati huu, fair enough. That's a tutaenda mbele namna hiyo. I mean, the law applies to all of us, and I believe it's for the good order of society. Si sheria vile itasema ndivyo tutaenda. Yeah. Wakisema tuende uchaguzi mwaka ujao, mwezi ujao, sisi tuko tayari, tutaongea na Wakenya. Yeah. Kauli yako ya mwisho kwa wasikilizaji wetu. Unajua wiki jana wakati nilikuwa Migori, siku moja asubuhi, wazao nilala huko Kianja, niliamua kufanya vile nafanya kila wakati nikilala mahali popote Kenya hii. Nikilala mahali naamka asubuhi, napenda kutembea kama kilomita 5 ama 7 kwa kijiji, kukutana na watu tu wa kawaida, kuongea. In fact, it's the most enjoyable thing I have done in my life recently, because unakutana na watu wale wa kawaida, real people, and you have a chance kusikiza maisha yao vile iko. Unaenda kwa mzee mwingine, kama mzee mwingine nilienda baya ako na posho mila na siaka mahindi huko, tukakaa na yeye chini kuongea kidogo. Na mama wengine ambao wanatengeneza mandazi kando ya barabara pale, wanauzia watu wa mjengo na mambo kama hayo. Every time nikitoka kwa maneno kama hayo, one thing it brings me down to earth to how blessed we are, vile tumebarikiwa kama nchi. Na mimi kwa niaba yangu binafsi, mimi kama Fred Matiang'i, na kwa niaba ya familia yangu na wale wengine, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa nchi yetu. Na ninajua tuko na changamoto za ajabu nchi. If we are not very careful, nchi yetu inaweza kuingia kwa shida sana. Lakini ninaamini kabisa kwamba pia Mwenyezi Mungu ametupea uwezo kutatua haya maneno. Na mimi niko tayari kabisa kwenda mbele kwa kutatua hayo maneno. Niko tayari na sio eti mimi mwenyewe Fred peke yangu naweza kwenda mbele. Hakuna vile tunaweza kwenda mbele. Tuko wananchi milioni 55 Kenya hii. Tunahitaji sisi wote kuwa pamoja. Na tunahitaji kila mmoja wetu. Bila kujali kama wewe ni kutoka Elimoro, kabila ndogo, wewe ni James, wewe ni Pokomo, ama wewe ni Mukisii, ama ni Mukikuyu, ama ni Kalenjin. Nchi yetu inatuhitaji sisi wote. Na tuungane pamoja, tufikirie wale ambao walipigania uhuru wa nchi, ambao wengine wao walikufa, hawakupata nafasi ya kuja kuona vile tuko sasa wakati huu tuko huru. Tuwafikirie. Inamaanisha kwamba kila wakati tutahitajika sisi wenyewe kwenda kidogo nje na mbele ya vile sisi wenyewe tunaishi ama tunataka. Sasa tuangalie mwenzetu mwingine kama ndugu yako. Ukisimama pale kwa jukwaa, unazungumza maneno matamushi kama yale niliona wana viongozi wengine kule Kiambu. Ni aibu. Na unataka, you can't tell people you are not needed. Wewe hatukuhitaji. Mimi sijawahi kusikia kitu ya ajabu kama hiyo. Eti kiongozi anasema wale hatuwahitaji. This is how ni malizie kwa kumbusha wa Kenya. Gatonye, mimi nilikaa kwa mkutano, nilituma na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta 2022, nilikaa na mkutano na Raila Odinga, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, Kalonzo Musyoka, Gideon Moi. Tukiongea maneno vile wao wataunda serikali. Mwishowe matamushi kama hao ya kusema wewe hatukuhitaji nini ndio ilifanya kina Wetangula na Mudavadi wakaondoka wakaenda kwa Kenya Kwanza. Baadaye Kingi kutoka Mutua from Maendeleo Chapchap, na hao hiyo matamushi hiyo ya kiburi, arrogance, hatukuhitaji, wakaenda kwa Kenya Kwanza. Mwishowe Ruto alishinda kura na 230,000. Kama mpango wetu ni kuweka wa Kenya pamoja, tushinde uchaguzi, tuunde serikali na tuendelee mbele kuleta mabadiliko katika nchi yetu. Huwezi kuamka asubuhi uambie mtu yeyote Kenya hii kwamba wewe hatukuhitaji. Hatuhitaji kabila yenu. Sisi watu kama nyinyi hatuwahitaji. Sisi tuko sawa.
we need everybody. Kila Mkenya, even those who have different views, wale ambao hatukubaliani nao. Na kazi ya kuwa rais ni kazi ya kuweka watu pamoja. Okay. Mimi niko tayari kufanya kazi na kila mtu. Hata akinitusi leo ni sawa. Makabila mengine, jamii zingine za Afrika wanasema matusi ndio maua viongozi wanafaanga. Mimi niko tayari kuvaa hiyo maua. Bora tu tuende mbele, kwa sababu tunahitaji kushughulikia nchi yetu, tuende mbele. Okay. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Matiang'i. Thank you mwiroreri, thank you muthikiriria witu o haria uri, thank you ni SMS ni tuciamukira na ngatho. Riu tugukinyia hau tugikwendithiria muthenya mwega na kiumia kina umithio wa Jehova. Mheshimiwa, asante sana. Asante. God bless you.